Habari yako? Salama kabisa. Tuanze kwa utambulisho majina yako yote matatu. Mimi kwa majina naitwa Muhammad Ali Musa. Ndio majina yangu. Unaendeleaje na progress ambayo tunayo? Mimi naendelea vizuri. Ni swala la kumshukuru Mungu, maana haikuwa rahisi. Unawezaje kutuhusianisha ama kutuwasilishia maisha yako kwa ufupi kabla ya kufika kwenye nyumba hii ya upataji nafuu? Maisha yangu kwa ufupi ni kiukweli mimi nilikuwa Kariakoo. Nilikuwa nikitafuta makopo ili kuweze kuishi. Pia nilikuwa nimetawaliwa na dawa za kulevya ambazo nilikuwa nikitumia mara kwa mara ili mwili wangu ukaweze kujadiliana au na kukabiliana na maisha ya nje yale. Ila ninashukuru sana kampuni ya Juza ambayo mwishowe ilinichagua kunipa faraja tena na kuweza kumleta katika jumba la upataji nafuu MRC Soba Tanzania, ili nikaweze kupitia katika matibabu aina tofauti na nipokee tena afya yangu jinsi ilivyokuwa kabla sijaanza kutumia madawa ya kulevya. Ni nini ambacho kilikusukuma kwa hatua kubwa kuachana na yale maisha uliokuwa nayo na wewe kuwa na hiyo commitment na nguvu ya uthubutu kuweza kuja kujiunga na taasisi hii? Kwa ukweli nilikuwa na hitaji la kubadilisha maisha yangu. Maana kulingana na maisha ambayo nilikuwa ninaishi, nilikuwa nimeyachoka kweli. Kwangu mimi nilifiwa na wazazi wangu wote nilipokuwa mdogo. Kwa hivyo niseme ya kwamba nilikuzwa na chama cha mayatima, mwishowe nikaanza kuishi independent baada ya miaka kadhaa kupita. Na kwa hivyo kwa kuwa sikuwa na msingi wa kutosha wala connections, maana elimu nayo ninayo, elimu ya ualimu wa Kiingereza. Level gani elimu nayo? University level. Wow. Yeah. So nilikuja nikawa nafunza mashule kwa muda mwingine, hata hapa Dar es Salaam niliwahi funza shule ya sekondari inaitwa Kingugi Secondary kule Mbagala. Ila kwa kuwa nilikuwa addictive kwa hizi dawa za kulevya, nilishindwa kuyamudu maisha yangu na kutembelea katika mfumo wa watu wa kawaida kwa msukumo wa madawa za kulevya. Na nimekosa mambo mengi sana katika maisha yangu, si kazi peke yake, bali kukosa hata uaminifu mbele za wale ambao walikuwa wanataka angalau kunisaidia, lakini kwa kuwa walikuwa wakijitolea kunisaidia mara kwa mara, lakini najikuta nina msukumo wa kutumia dawa za kulevya. Okay, kwa kiufupi tu ulikuwa unatumia kilevi gani na kwa muda gani? Kiukweli mimi nilikuwa nikitumia kilevi chochote kinachopita mbele yangu. Kwa mraibu wa kila kitu? Mimi nilikuwa mraibu wa kila kitu. Okay. Ndio. Na kwa muda gani umetumia? Nilianza kutumia dawa za kulevya mwaka ulikuwa 2014 hadi mwaka 2024 nilikuwa bado natumia hadi 25. Ndio. Uzoefu wako umekuwaje tangu umejiunga na taasisi hii? Tangu nijiunge na taasisi nimeona mabadiliko mengi katika maisha yangu kulingana na jinsi nili approach taasisi na kujielezea shida zangu. Na taasisi kanikubali, ili trust. Mabadiliko yamekuwa mengi katika maisha yangu. Kitu ambacho nilikuwa nataka kuacha nimeona kikitendeka, ya kwamba wakati ule nilikuwa siwezi kuishi bila kutumia, lakini kupitia matibabu ambayo nimepata na MRC nimeweza sasa kuishi bila kutumia, na mwili wangu naona sasa umezoea kuishi bila kutumia dawa za kulevya. Napata usingizi kama kawaida, naamka saa 12 kufanya misheni zangu za kazi hapa ndani ya MRC. Kuna msaada wote ambao unaona wewe mwenyewe umepatiwa na taasisi mpaka wewe kupona, ambao labda unaweza ukawa labda ni ushauri ama ni vikundi ama ni tiba fulani? Kuna msaada wote ambao unaona ni wa zaidi wewe umepokea mpaka kujiona uko sasa hivi kama umepona? Ni kama nasema umepona japo sina kama umepona, ila nakuona kama umepona. Kiukweli mimi
msaada ambayo Juza ilinipa kama taasisi ni msaada mkubwa. Wao kama taasisi wanaweza kosa kujua hili jambo, maana wanaweza kuwa walinifanyia hivyo, maana wana roho ya kusaidia. Lakini kwa mtu kama mimi binafsi, kuna kila ambacho waliniponya, ambacho nilikuwa nikitafuta kwa muda mrefu na kwa miaka mingi zaidi. Kwa hivyo sasa hivi nina furaha sana na kumshukuru Mungu kwa ajili ya taasisi ya Juza kwa kunisaidia kupata matibabu rasmi. Na kwa muda ambao nimemaliza hapa, nimeshuhudia ya kwamba maisha yangu yamebadilika. Kwa mawazo, kwa maisha ya kuishi ya kawaida, kabiliana na vitu aina mbalimbali, nimeona. Okay, kwa kifupi tu, ni tofauti gani ambayo binafsi unaifeel ama unahisi kabla ya maisha yako kabla ya kuja kwenye taasisi hii na hapa ambapo upo? Ni tofauti gani kubwa ambayo binafsi unaiona labda sisi hatuioni? Tofauti kubwa ambayo ninaiona ni kwamba nimeweza kurejea katika utimamu wa kweli wa mtu wa kawaida ambaye anaishi kwa kufuata mwongozo wa maisha ya kibinadamu. Na pia tofauti nyingine ambayo ninaona ni ya kwamba sasa hivi mwili wangu una nguvu zaidi na nimeweza kurejea katika ufahamu wa akili, kitu ambacho kilikuwa kinaenda kuniathiri sana nilipokuwa kule chini. Kwa sasa hivi nikikuangalia hivi, mimi nakuona kama you are good to go. Ila wewe binafsi unajiona kama uko wapi kisaikolojia na kimwili pia? Saikolojia na kimwili. Na kimwili. Kimwili afya nipo sawa kabisa. Na wewe pia unaweza kulishuhudia ukiwa hapa. Kama nakuona. Ndivyo. Maana sikuwa hivi. Nilikuwa mweusi, nilikuwa nimekonda. Ila sasa hivi nimenenepa, mwili wangu umerejea vizuri. Cha pili, nilikuwa sina heshima. Lakini kwa muda mchache tu nimekuwa hapa, watu wananiheshimu sana kama mtu ambaye amekuwa hapo miaka mingi zaidi. Kwa nini? Kulingana na matendo yangu, jinsi watu wameyaona, matamko yangu kuelekea waraibu wenzangu na jinsi ninavyo kabiliana na changamoto za hapa. Kingine, fikira zangu sasa hivi zinawaza mambo ya kuwa mtu ambaye yani anatekeleza majukumu yake. Kitu ambacho nilikuwa siwazii. Wakati ule nilikuwa nawazia tu nitafute, nipate na nitumie. Lakini wakati huu ninawazia nitafute, nipate, nitunze na tena nifanye nini? Nione jinsi inaweza kutembea na maisha yangu kwa njia ambayo inayofaa. Okay, kwa mfano MRC sasa hivi wakikwambia you are good to go, you can go. Kitu gani ambacho wewe binafsi unaona utakifanya baada ya kutoka kwenye bausi? Kiukweli kitu ambacho nitakachokifanya, kwanza kabisa nimejiwekea malengo yangu na nimekuwa nikiandika sana vitu ambavyo ningehitaji kufanya una notes? Nina notes nyingi sana tangu nije. Nina notes nyingi, maana kila siku nina notes. Kila siku. Wiki yangu inatembea na jinsi nimeandika. Kuna ratiba ambayo umeipanga? Nina ratiba yangu ya maisha ya kila siku ambayo inaniongoza kila asubuhi hadi jioni, na hiyo ni ya wiki nzima. Kwa hivyo nafuata hiyo wiki nzima, na ikiwa kuna mabadiliko yote ambayo yatakayokuja, huwa kwanza na consult ratiba yangu nione kama ninaweza kuingiza ndani the emergency one. Kama haiendani naona sitaweza, hiyo naiweka pending. So wakisema you can go now, hapo baada ya kuondoka wewe umejipanga kufanya nini? Wakati wa kuondoka nimejipanga ya kwamba ninataka niende kule nje nikaweze sasa kukodisha nyumba ili nikaweze kuishi kama binadamu wengine. Mambo ya kuishi nje kwa maboksi siyataki tena maisha yangu. Siyapendi kabisa na ninayachukia. Cha pili, ninataka nikaweze kuanzisha kufanya kazi kwa bidii ili mbele Mungu akinibariki, maana lengo langu ni kuanzisha familia. Kwa mimi kama mtu ambaye hana familia, ningehitaji kuwa na familia, mke na watoto. Lakini kwanza nataka kufanya nini? Maandalizi. Kwa hivyo wakati nitakapotoka hapa naenda kuangalia kazi kwa bidii. Nadhani ya kwamba Mungu akinipa uhai, ni baada ya miaka kama 3 nitakuwa sasa nipo tayari kuanzisha familia ya kwangu. Una ujumbe gani ama unawapa ujumbe gani kwa vijana wenzako ambao wanaipitia hali ambayo wewe before ama huko nyuma ulikuwa ukipitia?
Ujumbe ambao ninawapa ni kwamba kitu kikubwa ni kujikubali mwenyewe ya kwamba una tatizo. Mimi nilijikubali ya kwamba nina tatizo na nikalifahamu ya kwamba hili tatizo hata kama nitamlilia Mungu miaka mingapi haliwezi kubadilika kama mimi sijaamua kubadilika. Kwa hivyo ninawapa ujumbe wote ambao kule nilipotoka jangwani kule chini kote ya kwamba wakubali mabadiliko. Mtu ukikubali kubadilika, kuna taasisi kama Juza zipo tayari kuwasaidia, na Mungu anatumia hizi taasisi kusaidia watu ambao wasiojiweza kama mimi. Kwa hivyo mimi ujumbe wa mwisho ninaowapa ni kwamba inawezekana mtu kubadilika na tena akawa baraka kwa wengine. Mimi sasa mawazo yangu yapo ya kwamba ninahitaji nikitoka hapa niwe ambassador wa Juza katika vituo vyote vya hao wote watumiaji mabangi, watumiaji pombe, ya kwamba je, mimi nilikuwa kama nyinyi na nilikuwa nikifanana kama nyinyi, nilikuwa nikibeba kiroba nikitafuta chupa kuishi, unaona, lakini sasa ninatafuta chupa sio kutumia dawa za kulevya, bali kufanya nini, kuweza kujenga maisha yangu. Naona wakati ule nilikuwa nikitafuta chupa na kweli napata hela, lakini naziharibu. Lakini je, leo hii nitatafuta chupa na lengo gani? Ndio kitu muhimu. Natafuta chupa niuze ili niweke pesa na nifanye maendeleo katika maisha. Bwana Mohamed, ndio. Una ujumbe wote kwa kumalizia cha mwisho kabisa ambao unaweza ukautuma kwa Juza ama Mjomba Nasibu Kitabu, kama una ujumbe wote ambao unaweza ukawasilisha na kusikiliza? Basi ujumbe ambayo ninaweza kutuma kwa Juza kama taasisi ni kwamba Mungu aendelee kuwabariki kabisa. Jambo ambalo mimi mlinifanyia ni jambo kubwa ambalo sijui ninaweza kuwalipa vipi. Ila Mungu huyu anayeona yote binadamu anayoyafanya ndiye anajua jinsi anaweza kulipa kiumbe chake. Mimi mmenirudishia maisha yangu kwa kunipa utimamu kupitia matibabu ambayo mmekuwa mkilipa mara kwa mara. Kwa ukweli wakati ambapo nimekuwa hapa Juza nimekuwa nikipewa kila kitu ninachokihitaji, wala sijakosa chochote tangu nije. Kampuni ya taasisi imekuwa na mimi, napata kila kitu ninachohitaji, sabuni, ikiwa nikipata nguo, nimekuwa nikipata kila kitu. Kwa hivyo Mungu abariki Juza sana, na endelee kuwasogeza karibu na wale ambao pia wao walikuwa kama mimi. Ili uweze kufikisha mkono wenu tena kwao pia. Mimi nilikubali na nyinyi mkanikubali, na sasa pia mimi nataka nipeane back kwa community. Yes, na niwe ambassador wenu kwa hao watu wote. Ndio ndoto yangu. Ndisha. Asante sana. Niko vizuri. Niko vizuri kabisa. Sana kazi njema.